Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Tupo katika upande wa sharhu katika kusherehesha na kuweka wazi ismu ishara. Sheikh katika beti ya kwanza alianzia bidhali mufradin mudhakkarin ashir bidhi wa dhihi tita ala al-untha iqtasir. Anasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, yusharu ila al-mufrad al-mudhakkari, huashiriwa katika upande wa mufrad mudhakkar bidha kwa kutumia tamko dha. Wa madhhabu al-basriyina, lakini mwenendo wa watu wa Basra, anna al-alifa, kwamba alifu min nafsi al-kalima, kwamba alifu na hii dha, dhali na alifu na kwa neno moja. Kisema dha yote nzima ni ismu ishara ambayo itakuwa ni mabla sukun. Lakini wadhahab al-kufiyun, wanachuoni wa Kufa wamekwenda kwamba ila annaha zaida, kwamba hiyo alifu ni zaida, ismu ishara itakuwa ni hii dhali peke yake, itakokuja hapa dha, hii alifu inakuwa ni zaida. Lakini namba mbili kateremka chini kwa faida, anasema hapa kuna thalathatu umurin, kuna mambo matatu. Awaluha, jambo la kwanza, anna shariha, kwamba mwenye kusherehesha hichi kitabu, lam yadhkur, hakutaja taba lilmusannif fi hadha alkitab, kwa kumfuata musannif mwenendo wake katika kitabu hichi, hakutaja min alfadhi alishara ila almufrad almudhakkar, katika upande wa mufradi ambao ni mudhakkar, si wa dha, isipokuwa ni dha. Maana yake ametaja dha peke yake kwa kufuata maelezo ya shekhe. Lakini wakadhakara alulama, wanachuoni wanahu wakataja arba'ata alfadhi ukhra, matamko mengine ya asmaul ishara kuelezea hii mufradi mudhakkar. Alawwal, la kwanza ni dha'u bihamzatin, dha'i imekuja dha'i bihamzatin maksuratin, kwa hamza yenye kutoa kasra baada alif, baada alif dha'i. Wa thani, ya pili inakuwa ni dha'ihi bikasbi ha'in maksuratin, dha'ihi manake naashiriwa huyo mmoja, huyu wa kiume au hiki, biha'in maksuratin baada alhamzati maksura, baada ya hamza yenye kutoa kasra. Wa thalith, na tatu, inakuwa ni dha'uhu bihamzatin madmumatin, kwa hamza yenye dhamma, wa baada na baada yake kuna ha'un madmuma. Arabi, ya nne, alika, hii bihamzatin mamduda, kwa hamza ambayo itakuwa yenye kunyoka iliyokuwa na madda, baadaha lamun, baada yake kuna lam, thumma kaf, kisha baada ya lamu kuna kaf. Wa mimman dhakara alika, na miongoni mwa wataja tamko alika ni an-Nadhim fi kitabihi at-Tashil, katika kitabu chake at-Tashil. Al-amru thani, jambo la pili, anna dha, kwamba hii dha ni isharatu lilmufradi, inaashiriwa, inatumika katika kuashiria tamko mufradi. Wa hadha al-mufradu, na mufradi huyu mmoja, imma yakuna mufradan haqiqatan, imma yuni mufrad kihakika, au hukman, au kipande wa hukumu. Fal mufradu al-haqiqi, mufrad ambaye ni hakika, na mfano hadha zaidun wa hadha khalidun wa hadha alkitabu. Wal mufrad hukman, na mufrad kihukmu, na mfano hadha arrahtu, kiupande wa hukmu, kwa sababu inaonyesha kundi, lakini kiupande wa hukmu inahukumiwa kama vile mufrad, kwa sababu inatumika kwa maana ya wengi. Wa hadha alfariqu, wa minhu, na vile vile pia kuna kaulu Allah ta'ala, awanun baina dhalika, hiyo baina dhalika ai maana yake baina almadhkuri, awe hiyo sifa ya huyo ng'ombe ni kati ya hizo sifa zilizotajwa, min alfarid walbikri, kwa hiyo asiwe mzee sana na wala vile vile pia asiwe mdogo sana. Wa rubbama, na huenda ikawa ustumila hadha, au imetumika hii idha fil isharati ila aljami, vile vile pia huenda ikawa imetumika katika baadhi ya matumizi, baadhi ya sehemu huwa imetumika katika upande wa kuashiriwa jamu, kama fi kauli Labid ibn Rabi'a, kama ilivyokuja katika kauli ya Labid ibn Rabi'a al-Amiri, anasema walaqad saimtu, na mimi nilichoka, min alhayati wa tuliha, nilichoka kutokana na maisha na urefu wake. Wa suali hadha annasu, na vile vile pia kuuliza watu kuhusiana hili, kaifa Labidu, vipi Labidi, au wasuali hadha an-nas, tukipita hii an-nas kwa ni badali ya hii hadha, maana yake wakati tutakuwa tumeashiria ismu ishara ya kundi la wengi. Maana yake hii an-nasu tusifanye wakati huo kuwa ni marufuu, tuifanye kuwa ni majruru, kuwa ni badali ya hiyo hadha. Suali hadha an-nasi ni badali au atfu bayan, kwa kaifa Labidu, vipi Labidi. Kwa hiyo hii an-nas ndio mahali ushahidi kwamba idha imetumika katika kuashiria tamko an-nasi ambao ni jamu, ndio aliyokuwa nakusudia hapa kwa ni mahali shahidi. Al-amru thalith, jambo la tatu, anna al-asla fi dha, kwamba asli katika upande wa dha, yusharu bihi ila al-mudhakkari, washiriwa
katika upande wa mudhakkar haqiqatan, moja kwa moja, kama fil amthilati allati dhakarnaha, kama ilivyokuja katika mifano iliyotangulia. Wakad yusharu bil almuannath, lakini pia inaweza kaashiriwa katika muannath idha nuzila manzilata almudhakkari, muannath huyo akiwekwa mahali pa mudhakkari, maana yake ikiwa imetumika kama vile ni mudhakkari, kama fi qauli Allah ta'ala, kama vile katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ra'a ash-shamsa bazighatan, wakati alipoliona hilo jua limechomoza, qala hadha rabbi, akasema huyu ni mola wangu. Ashara ila shamsi, aliashiria katika upande wa shamsi. Hadha rabbi, hadha maana yake anakusudia hilo jua, lakini wakati huo hilo jua limewekwa mahali kama vile mudhakkari, kwa sababu imekuja katika upande wa rabbi kwa kuonyesha mahali pa kuwa yeye ndo Mungu wake wakati huo. Kwa hiyo imetumika lafzi ya rabbi kuonyesha upande wa hilo jua. Kwa hiyo ashara ila shamsi wa hiya muannath bil qawli bazighatan, nayo hiyo ashamsi ni muannath majazi bi qawli, aliposema bazighatan ikaonekana kwamba moja kwa moja hii bazigha ni sifa ya kike kuifuata hiyo ashamsi, kwa sababu ashamsi wakati huo ni mafuulu bihi wa kwanza, na hiyo bazighatan ni mafuulu bihi wa pili wa kitendo raa. Kisha baadaye akaelezea biqaulihi hadha rabbi, kwa hiyo ikawa imewekwa manzila ya kiume kwa kauli yake aliposema hadha rabbi, na hii rabbi ina ashiria juu ya hiyo ashamsi, manake hili jua ndio Mungu wangu. Liannahu nazalaha, aliweka aliteremsha manzilatal mudhakkari, mahali pa mudhakkari ambao ni hii rabbi, kwa maana jua limewekwa mahali pa mudhakkari ambao ni rabbi, limewekwa mahali pa kuabudiwa kwamba yeye ni kama Mungu. Wa yuqalu, na husemwa bal liannahu ukhbira anha, kwamba wakati huo ni kwa sababu imeelezewa bimudhakkari, kwamba hilo jua limeelezewa kwa kutumia tamko rabbi, imeelezewa kwa sura ya kimudhakkari. Wa yuqalu, vile vile pia husemwa kwamba bal lianna lughata Ibrahima, pia ukiacha nayo kwamba lugha ya Ibrahim alayhi salam alladhi dhukira hadha alkalamu ala lisanihi, ambao jumla hii ilielezewa katika upande wa lugha yake, kwamba lugha hiyo la tufariqu baina almudhakkar wa muannath, lugha ya Nabii Ibrahim kwamba alikuwa haitofautishi kati ya mudhakkar na muannath, ndio ikaja katika sura hiyo. Kwa yote ni maelezo katika kuelezea kwamba inaweza ikawekwa vile vile pia sura ya hii ishara ya kiume ikawekwa mahali pa ishara ya kike ikawekwa mahali pa sehemu ya kiume, kama tulivyokuwa tumetoka katika lafadhi hiyo kwamba ashamsu imekuja ikawekwa mahali pa rabbi, ikaashiriwa kwa ishara ya mwanaume, ishara ya mudhakkar. Kisha baada hapo akaelezea shekhe yusharu ila aljami, baada ya beti zinazofuata wa biula ashir lijami mutlaqan wal maddu aula wala dalbudi intiqa. Akaelezea yusharu ila almuannatha, na huashiriwa vile vile pia katika upande wa muannath dhi na dhi, tamko dhi na dhi bisukuni laha, kwa kutoa sekna he na ti na ta. Kisha akasema na dhihi bikasri lahai, kwa kutoa kasra he dhihi biikhtilasi, kwa kuinyakua ile kasra ya he, manake kusema ikhtilas ni manake huivuti, unasema dhihi basi, au biishba, au kwa kuiachia. Kuiachilia ni kule kuivuta, kuishibisha, ukasema dhihi ukaiachilia kama vile kuna yao. Kwa hiyo zote inajuzu. Na tamko wa tihi, na tihi pia inatumika kwa mwanamke, tihi bisukuni lahai kwa kutoa sekna, wa bikasriha, na kutoa kasra tihi biikhtilasi na bishba, kwa kuinyakua ile kasra ukasema tihi, au ukasema tihi ukaivuta biishba kwa kuishibisha. Wa dhatu, na dhatu pia inatumika vile vile pia kwa kuashiria mwanamke mmoja. Wa dhani, na dhani, na tali almuthanna almuttafi wa fi siwahu dhaini na taini udhkurtuti. Yusharu, huashiriwa lil muthanna almudhakkari, muthanna mudhakkar fi halati rafi, katika hali ya rafi. Dhani inaashiriwa tamko dhani, wa fi halati nasbi wal jarri inaashiriwa dhaini. Wa ila almuannathataini, na katika upande wa muannath wawili wa kike unasema tani fi rafi wakati wa kurufisha, na taini fi nasbi wal jarri wakati wa kunasibisha na wakati wa kujumlisha. Wa biula ashir lijami mutlaqan wal maddu aula walada alburi intiqa bilkafi harfan duna lamin au ma'a wal lamu in qaddamtaha mumtani'a. Akasema shekhe yusharu ila aljami, huashiriwa katika upande wa jamu mudhakkaran kana muannathan, sasa ni mudhakkar muannath biula kwa kutumia tamko ula. Walihadha qala, na ndio kwa sababu hii akasema almusannif ashir lijami mutlaqa, ashiria kwa kundi moja kwa moja. Walakin alakthar, lakini mara nyingi sana istimaluha fil aqil, inatumika hiyo ula au ulai katika upande wa kile chenye akili. Lakini wameurudiha katika ile lafdhi ambayo itakuwa imekuja fi ghairi al-aqili,
katika sehemu ambayo ni cha kitu kilichokuwa na akili katika upande wa jamu ni kaulu aliposema dhumma almanazila, yakebehi au yasifu vibaya hayo majumba, baada manzilati liwa, baada ya nyumba iliyokuwa katika sehemu ya aliwa, wal aish, na vile vile pia yasifu vibaya maisha, baada ulaika alayam, baada ya hayo masiku. Kwa ulaika imeashiria katika upande wa alayam, na masiku hana akili, lakini imeashiriwa kwa kutumia ulaika, na hii mahallu shahid. Wa fi lughatan, ndani yake kuna lugha mbili katika upande wa ula au ulai, unaweza kajuzu. Kuna almaddu, lugha ya kuifanya ismu mduda kwa maana alifu na hamza mwishoni, wa huwa lughatu ahli alhijaz, na ni lugha ya watu Hijaz, wa hiya alwaridatu fil Qur'ani alaziz, na ndio ilikuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wal qasr, lughatu alqasr kuifanya ina alifu maksura, wa hiya lughatu Tamim, na ni lugha ya Bani Tamim. Wa ashara biqaulihi, na ndio alipoashiria kwa kauli yake, wala dalbudi intika, na vile vile pia katika kuonyesha umbali, basi intika bil kafi, ashiria kwa kafu, ila akhir albayti, hapo ameashiria ila anna almushara ilayhi lahu rutbatani, kwamba kile kinachoashiriwa kwake yeye shekhe amegawa kwamba kina daraja mbili, kuna alqurb wal bu'd, kuna daraja ya umbali na ukaribu. Kwa fajamiu ma taqaddama, kwa vyote vilivyokuwa vimetangulia, yusharu bihi ila alqaribi, huwa vinaashiriwa kwa kitu kilichokuwa karibu. Fa idha urida alisharatu ila albaidi, kitakapokusudiwa kitu kuashiriwa kwa umbali, basi uti ya bil kafi wahdaha, unaweza ukatumia kafu peke yake ukasema fatakulu dhaka, au ukaleta alkafu wal lam, nahu mfano dhalika. Wa hadhihi alkafu, na kafu hii inakuwa ni harfu khitabin, fala mawdhi'a laha min al-i'rab, haina mahali katika irabu, na ndio maana akasema bil kafi harfan, kwa maana ni herufi. Wa hadha la khilafa fi, na hana khilafu ndani yake. Fa in taqaddama harfu tanbihi, ikitangulia harfu tanbihi alladhi huwa ha, ambao ni ile ha, ukasema hadhaka mfano, ala ismi al-ishara, juu ismi al-ishara, ataita bil kafi wahdaha, utaweka kafu peke yake, wala haijuzu kuileta lamu wakati huo ukasema hadhalika, bali utasema hadhaka. Wa alayhi qawluhu, na ndio juu yake kuna mahalu shahidi kauli yake aliposema raaitu bani ghabiraa, niliwaona watu wa kabila la Ghabiraa, la yunkirunani, hawanikatai wala kunipinga mimi, wala ahlu hadhaka tirafi, wala watu wa hadhaka tiraf. At-tiraf anakusudia katika upande wa maana yake ni albaiti min aljid, ni nyumba ambayo imetokana na ngozi katika kule kutengenezwa kwake. Kwa hiyo anasema at-tirafi, watu wa hicho kijijumba, almumaddadi, ambacho almubaddadi, watu hao almumaddadi waliokuwa wamekunjuliwa, maana kama wamekunjuliwa kimali, ni matajiri, ni al-aghniya. Kwa hiyo mahalu shahidi ni tamko hadhaka, kwa maana imekuja ha ya tambihi na ikaja kafu, kama tulivyosema kafu khitab, lakini haifai wakati ikakusanywa pamoja na lamu, kwa hiyo itakaa peke yake kama tulivyokuwa tumeiona. Kisha akasema wala juzu al-ityanu bil kafi wal lam, na wala haijuzu katika sehemu hiyo kuleta kafu na lamu. Fala taqulu, haitofaa kusema hadhalika. Wa dhahiru kalami al-musannif, lakini dhahiri ya maneno ya musannif, annahu laysa lilmushari ilayhi, kwamba hakuna katika upande wa kile kilichokuwa kinaashiriwa ila rutbatani, isipokuwa daraja mbili, qurba wa bu'da, daraja ya ukaribu na umbali, kama kararnahu, kama tulivyolithibitisha hilo hapo nyuma. Wal jumhur, lakini jumhur ya wanachuo nahau ala anna lahu thalatha maratiba, kwamba ina daraja tatu upande wa hiyo ishara, kuna qurba, kuna karibu wa usta na kati na kati, wa bu'da na umbali. Fa usharu ila man fil qurba, kwa huwa ashiriwa kwa kile ambacho kitakuwa kipo katika upande wa karibu, bima laysa fihi kafu wala lam, kwa ile ambayo hakuna ndani yake kafu wala lam. Utasema mfano kadha wa dhi, mfano kama vile tamko dha au dhi au dhi. Wa ila man fil wusta, na kile ambacho kipo kati na kati, bima fil kafu, utatumia kafu wahdaha peke yake, nao mfano dhaka. Wa ila man fil bu'da, na kile ambacho kitakuwa ni cha umbali, basi utatumia bima fihi kafu wa lam, mfano dhalika, kwa utatumia katika sura hiyo. Kisha akaelezea katika upande wa beti ya mwisho, wa bihuna au hahuna ashiri ila dani almakani, wa bihi kafa sila fil bu'di au bi thamma fuh au hunna au bihunalika mtikan au hinna. Isharu huashiriwa katika sehemu hiyo ila almakani alqarib, katika sehemu ya karibu, bihuna kwa kutumia lafdhi ya huna, wa bitakaddumiha ha, na vile vile pia kwa kutanguliwa na ha ya tambihi. Fayuqalu, utasema ha huna. Wa yusharu ila albaidi, na vile vile pia huashiriwa kwa kile kitu kilichokuwa mbali, ala rai almusannifi, utasema hunaka au hunalika,
au hinna bifathi alha wa kutoa kasra he wa kasra na kutia kasra ma tashdidi nun pamoja na kutia shadda nun hinna. Wa bithamma au utatumia thamma au utatumia hinnata pia inajuzu, wala madhhabi ghairihi, lakini kwa mwenendo wa wengine ambao sio musannifu utatumia hunaka lilmutawassiti, kwa kile kilichokuwepo kati na kati utatumia hunaka, wama baadahu na vile vilivyobakia hunalika tulia almu'minuna, hunalika utatumia lilbaidi kwa kile kilichokuwa mbali, ambao tumesema unaweza kuweka hiyo lamu pamoja na kafu. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.